Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So in this tutorial tutajifunza kuhusu complex roots. So ukiwa umepewa a polynomial equation, kwa mfano hii quadratic equation, ukaambiwa solve for the unknown z, solve for z. So tunatumiaga hii inaitwa general formula. So kuna saa unakuta hii b squared minus 4ac hii huku ndani inakuwa negative. So square root of negative manake ni square root of negative 1 ni I. So it means z is going to be a complex number. So it means this polynomial equation, au niseme quadratic equation, it has what? It has complex roots. Yeah, so these are the issues we want to study in this tutorial. So first thing to know is that if a plus ib is a root of a polynomial equation, hii hapa tuseme a z power n jumlisha b, hii ni z power n minus 1 jumlisha c, hii ni z power n minus 2, hivyo na kuendelea mpaka ufike kwenye constant ya mwisho hii tuitaje, I don't know, k au whatever. Sasa a plus ib is a complex root of this polynomial, is a root of this polynomial. Manake a plus ib, ukiingiza a plus ib kwenye z, jibu itakuwa nini? Itakuwa 0. So the thing that we want to learn here ni kwamba anasema kwamba if a plus ib is a root of a polynomial equation, then its conjugate ambayo ni hii a minus ib is also root. Kwa hiyo sasa ukitaka kuprove hii kitu, we ingiza a minus ib kwenye hiyo polynomial yetu hapo juu, utakuta jibu unapata ni ile nini? 0. So that's the way of proving. Na kwa nini unapata 0? Kwa sababu hizi real parts na hizi imaginary parts zenye I zinajitenga. Kwa hiyo hapa real part itakuwa ni 0 na imaginary part itakuwa ni 0. Similarly na hapa real part itakuwa ni 0 na imaginary part itakuwa ni 0. Ndio maana inakuwa 0. So ndio maana nasema kwamba if a plus ib is a root of a polynomial function, then its conjugate is also a what? Is also a root. Yeah, so this is the way you can prove it. For now, let's solve a question. Yeah, swali hilo hapa nasema solve the equation. Yeah, swali hilo hapa nasema solve the equation z square plus 6z plus 13 equals to 0. So I'm to solve here hapa. So we're going to use the general formula. Z itakuwa sasa na nini? Negative b. B yetu hapa ni 6. Kwa itakuwa negative 6 plus or minus b squared. B yetu ni 6. 6 squared ni 36 minus 4 times a times c. So hii ni general formula hii tunatumia. So all of this over 2a. Kwa hiyo over 2a ni 1. Yeah, so hapa tunapata ni negative 6 plus or minus square root hii ni 36 minus 4 times 13, hiyo ni 52. Yeah. So all of this over 2 times 1 ni 2. So 36 minus 52, hiyo ni negative 16. Kwa hiyo z inakuwa sasa na negative 6 plus or minus the square root of negative 16. So all of this over 2. Now the square root of negative 16 is what? The square root of 16 is 4. The square root of negative 1 is I. Kwa the square root of negative 16 is 4i. Sindio? So all of this over 2. So you can see tunapata ni negative 6 over 2 plus or minus 4i over nini? Over 2. So the answer now, z ni sasa na negative 3 plus or minus, kwa sababu kichukua negative 6 over 2 tunapata negative 3 plus or minus 2i. So we have two roots here. The first root is negative 3 plus 2i, and the second root is the conjugate of the first root, negative 3 minus 2i.
So ndo tulivyosema hapa kwamba if a plus bi is a complex root, then its conjugate is also a root. You can see imejidhihirisha wazi hapa. So these are the roots of the equation above. Yeah, let's see another example tuone. Hiyo imekaa kiurahisi sana. Okay, this is example 2. Example 2 umeambiwa 2 plus 3i is the root of this polynomial. Find the other root and hence factorize the polynomial completely. So solution, so the first root ni 2 plus 3i, sindio? Z is equal to huyu. The second root manake ni conjugate. Sasa hii polynomial tuliopewa is a polynomial of degree 4 kwa sababu ni z power 4 minus 4z power 3 jumlisha 12z squared plus 4z minus 13. So manake itakuwa na 4 roots. Sisi tumepata root mbili, so we need to find the other 4. Now if 2 plus 3i is the root of this polynomial, manake ni kwamba z minus huyo 2 plus 3i is a factor of hiyo polynomial, si ndio? Lakini na huyu pia hivyo hivyo kwamba z minus 2 minus 3i is also what? Is also a factor ya hiyo hapo. So we can try to factorize hii polynomial tuliopewa hii. So let us factorize it kwa kudivide na hizi mbili, si ndio? So polynomial tuliopewa ni hii z power 4 minus 4z cube plus 12z squared plus 4z minus 13. So hii tumesema kwamba z minus 2 plus 3i is a factor ya huyu jamaa, lakini pia tumesema kwamba z minus 2 minus 3i is also a factor. Kwa hizi mbili zinagawanyika, Yeah. So hapa chini tukitafuta product, hii itakuwa ni z power 4 minus 4z cube jumlisha 12z squared plus 4z minus 13. So tuzidishe hii na hii inakuwa ni z squared. Hii itakuwa ni z squared. Yes. Now tuzidishe taratibu. And then z na huyu tena inakuwa negative 2z. And then na huyu inakuwa ni plus 3zi. And then another negative 2z. And then positive 4. Mbitu nizidisha hivyo, I'm so sorry. And then minus 6i. And then minus 3zi. And then plus 6i. Yes, and then finally hii itakuwa ni positive 9 plus 9. Yes, kwa hiyo 3zi minus 3zi wameondoka. Alafu negative 6i na positive 6i wameondoka. Yeah, kwa hiyo tunapata z square minus 4z plus 13. Let's write that one, z square minus 4z plus 13. So tufute hii, tuandike hiyo. Hii inakuwa ni over z squared minus 4z plus 13. Yeah, so hii ni factor ya hii. So now let's divide hiyo. Hiyo ni z power 4 minus 4z cube plus 12z squared plus tena 4z minus 13. So I'm going to divide. I'm going to divide na huyu sasa ambaye ni z squared minus 4z plus
plus 13. So hapa nita divide na z squared, itakuwa ni z power 4 minus 4z cubed plus 13z squared. So subtract hapo 0 0, baki na negative z squared plus 4z minus 13. So hapa itabidi weke minus 1 kwa hiyo itakuwa ni negative z squared plus 4z minus 13. So niki-minus pata nini? 0. Yeah, so nikichukua this divide by this napata z squared minus 1. Sasa hii z squared minus 1 ni sasa na nini? Ni sasa na z minus 1 times z plus 1. You see, so I get all the 4 factors. This is the first factor, second factor, third factor, fourth factor. Manake nini sasa? Manake nikichukua my first factor z minus 1 times my second factor z plus 1 times my third factor z minus 2 minus 3i times my fourth factor, si ndio? Ndo I get hiyo polynomial tuliopewa hiyo z power 4 minus 4z cube plus 12z squared plus 4z minus 13. So I have all the 4 factors. From the 4 factors now I can get the roots. So z minus 1 is equal to 0. It means my third root ni huyu z plus 1. Lakini hii factor nyingine ni z plus 1 sasa na 0. Kwa hiyo my other root is negative 1. So root tuliopewa ilikuwa ni 2 plus 3i. So the other root ni 2 minus 3i. The other root ni 1 and nini? And negative 1. Hizi ndo roots zote za ile polynomial equation tuliopewa kwenye swali. This is example 2. Let's see example 3. Tuone itakuwa na nini. Okay, this is example 3. Anasema if one root of the equation z square plus pz plus q equals to 0 ni huyu, find the value of p and q. So hii ni polynomial yetu tumepewa hii. P of z ni sawa na z square jumlisha pz jumlisha q sawa na 0. So amesema 2 minus 3i is a root of hii pz, si ndio? Ngoja nifute hii is equal to 0. Niweke tu hivi. Yaani hii 2 minus 3i is the root ya hii pz. Manake p 2 minus 3i ni sawa na nini? Ni sawa na 0. Ndio maana ukisema root. So manake kwenye z nikiweka 2 minus 3i inakuwa 2 minus 3i square jumlisha p 2 minus 3i jumlisha q sawa na 0. So anasema find the value of p and q hapa hapa. So nikisquare hii nitapata 4 minus 12i minus 9 kama hivyo. Yeah. So jumlisha hapa nitapata 2p minus 3pi afu jumlisha q sawa na 0. So you can see 4 na huyu negative 5. So I have negative 5 minus 12i 12i plus 2p minus 3pi plus q sawa na 0, si ndio? So zenye I ziweke pamoja, zisizo na I ziweke pamoja. Kwa zisizo na I ni positive q, positive 2p na negative 5. Kwa hiyo ni 2p plus q minus 5. Hawana I yao. Wenye I ni negative 3p na negative 12. Kwa hiyo hapa tuseme minus I 3p plus 12. Sasa na nini? Na 0. So it means hii hapa 2p plus q minus 5 ni sasa na 0 real part, kwa sababu 0 maana yake ni 0 plus 0i. Alafu imaginary part 3p plus 12 na yenyewe sasa na 0. So from the second one we can get the value of what? Of p. You see p is what? Negative 4. And then tukirudi hapa juu sasa 2p plus q minus 5 sasa na 0. Hii itakuwa ni q, itakuwa sasa na nini? 13. Yeah, so the value of p is negative 4
and the value of key is what? I mean q is what? 13. So hivyo ndo tunatafuta p and q kwenye hiyo example 3. Let me say see you in the next tutorial.